Sura ya 10. Maendeleo katika Ujerumani. Kutoweka kwa Luther kwa siri kuliwataharukisha na kuwatia hofu watu wote wa Ujerumani. Uvumi mwingi ulitokea na watu wengi waliamini kuwa ameuawa. Maombolezo mengi yalitokea na watu wengi walijifunga kwa kiapo kuwa watalipiza kisasi kifo chake. Ijapokuwa adui zake walifurahi hapo mwanzo kwa kudhania kuwa Luther amekufa, lakini baadaye walifadhaika kujua ya kuwa amefungwa tu, wala hakufa. Mmoja wao alisema, kitakachotuokoa ni kumtafuta kwa bidii mahali popote duniani, tumlete katika nchi, maana taifa zima linamhitaji. Habari za kwamba Luther yu hai ila tu analindwa mahali fulani ziliwatuliza watu, na maandiko yake yalipokelewa. Watu waliyasoma kwa hamu kuu kuliko hapo mwanzoni. Watu wengi walizidi kujiunga na shujaa huyu aliyetetea neno la Mungu. Mbegu zilizopandwa na Luther ziliota kila mahali. Kutokuonekana kwake kulitimiza mengi ambayo yasingelitimizwa na kuwako kwake. Na sasa kwa kuwa kiongozi wao mkuu ameondolewa, budi wengine waendeleze kazi hiyo iliyoanzishwa ili isije ikazuilika. Sasa Shetani alijaribu kuigiza kazi hiyo kwa kuharibu misingi ya kweli na kutia mambo bandia. Kama vile kulivyozuka manabii wa uongo katika karne ya kwanza, vivyo hivyo hata katika karne ya 16 walizuka. Watu wachache walijidai kuwa wamepata ufunuo kutoka mbinguni ili waendeleze kazi ya maendeleo ya kanisa ambayo walidai kuwa ilianzwa kwa unyonge na Luther. Kwa hakika hawakufanya kazi alivyokuwa akifanya Luther na kukamilisha. Wao walikataa kanuni ya utengenezaji, kwamba neno la Mungu ndilo mwongozo na imani na maisha budi kufuatana nayo. Walipoacha neno la kweli la Mungu, wakajiwekea kanuni zao zisizo na hakika kwa kufuata maoni yao. Wengine ambao ni asili ni watangatangaji walijiunga nao. Watu hawa waliendelea vibaya sana na kuleta msisimko mkubwa. Luther alikuwa amewaamsha watu na kuwaweka katika matengenezo kamili, lakini sasa watu hawa wamewapotosha watu wa kweli wa Mungu. Wao ni manabii wa uongo. Viongozi wa kundi hili walitupa madai yao juu ya Melanchthon wakisema, tumetumwa na Mungu kufundisha watu, tumekuwa na maongezi na Bwana, tunafahamu matokeo yake, sisi ni mitume na manabii. Walimtaja Luther awe mmoja wao. Watengenezaji wa kweli walitatanishwa. Melanchthon alisema, katika watu hawa kwa kweli kuna roho nyingine ndani yao, lakini ni roho ya aina gani hiyo? Kwa vyovyote tujihadhari tusije tukakufuru roho wa Mungu. Pia tujihadhari tusije tukapotoshwa na roho wa Shetani. Matunzo ya mafunzo mapya yadhihirika. Watu walioongozwa kinyume kabisa walifundishwa kutojali Biblia isemavyo au kushika Biblia kidogo tu. Wanafunzi wakitupilia mbali vizuizi vyote, walitoka katika vyuo vilivyokuwa vikiwapa mafunzo, wakaendelea mbele kazi ya matengenezo. Ndipo walipoharibu na kuiangamiza. Sasa Waroma walijipa moyo na kusema kwa majivuno, shambulio moja tu la nguvu na wote watakuwa mateka wetu. Luther alikuwa huko Wittenberg. Aliposikia mambo yaliyotokea, alisema kwa kusisitiza, mimi kila mara nilitazamia kuwa Shetani atatuletea tauni hii. Alifahamu tabia ya kweli ya hawa waliojifanya kuwa manabii ilivyokuwa. Upinzani wa papa na wafalme haukutuletea wasiwasi kama ilivyo sasa. Kutokana na watu waliojifanya kuwa marafiki wa watengenezaji, kumezuka maadui wakali zaidi walioleta machafuko na matatizo katika kazi hii. Luther alikuwa amesukwa na Roho wa Mungu kuendesha kazi hii, naye alifanya, walakini alitetemeka kwa matendo ya kazi yake. Alisema, kama ningalijua kuwa kazi yangu ingemuumiza hata mtu mmoja tu, ingawa awe mdogo, ambavyo sivyo, maana ni Injili yenyewe, ingekuwa bora mara 10 mimi nife kuliko kupotosha na kupotoka. Mji wa Wittenberg wenyewe umeanguka katika udhalimu na machafuko, maadui wa Luther wakimlaumu yeye na machafuko yote hayo yaliyotokea Ujerumani. Luther aliuliza kwa uchungu, je, haya yaweza kuwa ndiyo mwisho wa kazi hii kubwa ya matengenezo ya kanisa? Lakini alipokuwa akimlilia Mungu kwa njia ya sala, amani ilijaza moyo wake. Alisema, kazi hii sio yangu bali kazi yako. Lakini aliazimu kurudi huko Wittenberg. Alikuwa amezuiliwa na utawala. Adui zake walikusudia kumuulia mbali, nao walikuwa huru kufanya hivyo. Rafiki zake waliokatazwa kumlinda na kumsaidia, lakini yeye aliona kuwa kazi ya Injili inahatarishwa. Kwa hiyo akatoka kwa jina la Bwana bila hofu, akaitetea Injili.
Katika barua aliyomwandikia mtawala, Luther alisema, ninakwenda Wittenberg chini ya ulinzi mkuu kuliko ule wa wakuu wa watawala. Sifikirii kukuomba msaada wa ulinzi, lakini badala yake mimi natamani kukulinda. Hakuna silaha itakayoendesha kazi hii. Mungu peke yake ndiye awezaye kuifanya. Katika barua ya pili ya Luther alisema, mimi niko tayari kushutumiwa na wewe, ewe mfalme, na kukasirikiwa na ulimwengu wote. Je, watu wa Wittenberg sio kondoo zangu? Nami hainipasi kufa kwa ajili yao ikilazimu. Uwezo wa neno. Haukupita muda mrefu, habari ikatangazwa katika Wittenberg kwamba Luther amerudi na ndiye atakayehubiri. Kanisa lilijaa tele, naye kwa hekima kubwa na katika hali ya kiungwana aliwafundisha akisema, misa ni kitu kibaya sana, Mungu anaipinga, lazima iondolewe, lakini mtu asiiondoe kwa nguvu, lakini neno la Mungu ndiyo liliondoe, sio sisi. Ni haki yetu kusema, hakuna haki kuchukua hatua. Sisi tuhubiri yaliyosalia ni ya Mungu. Kwa mimi nikitumia nguvu nitapata nini? Mungu hushughulika na roho, na roho ikiwa sawa, mambo yote yatakuwa barabara. Nitahubiri, nitaongea na nitaandika, lakini sitafaulu kwa lolote, maana imani ni hiari ya Mungu. Nilipigana na papa na kupinga vyeti vya msamaha pamoja na mafundisho yote ya Roma, lakini sikutumia nguvu wala kufanya ghasia. Nilitanguliza neno la Mungu, nilihubiri na kuandika. Hivyo ndivyo nilivyofanya. Hata hivyo, wakati nilipokuwa ninalala, maneno niliyoabudu yaliubomoa upapa, wala wakuu na watawala hawakufanya hivyo wala kuyadhuru. Mimi sikufanya kitu, neno lenyewe lilifanya. Neno la Mungu lilivunja ushupavu wote wa kijinga. Injili tu iliwarudisha waliopotoshwa katika njia ya kweli. Baada ya miaka kadhaa kupita, hali ya ushupavu wa dini ilizuka kwa jinsi ya kutisha, ukaleta matokeo mabaya. Luther kwa watu wa maandiko matakatifu alikuwa kama herufi zilizokufa, nao akaanza kulia, roho, kwa kweli mimi sitafuata njia ambayo roho wao anawapeleka. Thomas Munza, mmoja wa watu hao wapotofu, ambaye ni mtu mwenye uwezo naye hajui lolote la dini, yeye alikuwa na tamaa ya kuutengeneza ulimwengu kama wengine wenye juhudi wafanyavyo, lakini alisahau kuwa watengenezaji wote huanzia matengenezo kwao wenyewe kwanza. Hakutaka kuwa wa pili kwa Luther, maana alijidai yeye ndiyo alipewa agizo na Mungu la kufanya matengenezo halisi. Alisema kuwa mwenye roho ya jina hili anayo imani ya kweli, ingawa hasomi Biblia katika maisha yake. Watu wa aina hii hujitoa ili waongozwe na maoni na kujisikia katika hali ya msisimko. Baadhi yao walichoma Biblia. Mafundisho ya Munza yalipokewa na watu maelfu. Mwisho akafundisha kuwa kuwatii wakuu na watawala ni sawa na kumtumikia Mungu na bahari. Matengenezo ya Munza na mafundisho yake yaliongozwa na watu waasi kupata mamlaka yote. Matokeo yakawa vita na fujo. Mabonde ya Ujerumani yalijaa damu za watu kwa ajili ya vita. Maumivu ya roho yaliwekwa juu ya Luther. Wafuasi wa papa walitangaza kuwa maasi yote yaliyotokea yametokana na mafundisho ya Luther. Malaumu haya lakini hayakumhuzunisha Luther, sawa na kule kuhesabu ukweli uliohubiri kuwa sawa na upotofu wa hawa washupavu wa dini. Waongozi wa kundi hili walimchukia Luther. Hakuyakanusha mafundisho yao tu, pia aliwalaumu kwa ajili ya maasi yao juu ya wenye mamlaka. Wao nao walimuita kuwa mtu mwovu ajifanyaye mfuasi. Wafuasi wa Roma walikuwa wakitazamia maanguko ya utengenezaji wote wa kanisa, wakamlaumu Luther kwa makosa ambayo anasahihisha kwa juhudi. Wale wapotoshaji walidai kuwa wanatengeneza ukatili na kujihesabu katika kundi la wafia dini, nao waliungwa mkono na Waroma. Wapinzani hao walisifiwa na kuungwa mkono. Hii ilikuwa kazi ya roho ile ile iliyojitokeza mbinguni, ambayo ni roho ya uasi. Shetani daima anatafuta kuwadanganya watu na kuwaongoza katika upotevu wa kuita dhambi kuwa haki na haki kuwa dhambi, maagizo kuwa kweli, kujipendekeza kuwa utakaso. Roho ya namna hiyo ingali inafanya kazi kama siku za Luther, akiwaongoza watu waende mbali na maandiko matakatifu ili awafundishe maoni yao na maongozi ya watu badala ya maongozi ya sheria ya Mungu. Luther aliitetea Injili bila hofu katika upinzani. Alipigana na udhalimu wa Roma. Alitumia neno la Mungu. Alisimama imara kama mwamba, akipingana na upotovu uliotaka kuunganika na kazi ya matengenezo ya kanisa. Vikundi hivi vya upotovu, kila mmoja kiliweka Biblia kando,
kikatukuza hekima ya binadamu na kuifanya kuwa kanuni ya dini ya kweli. Waroma wakijidai kuwa walipata utaratibu wao moja kwa moja tokea kwa mitume. Madai hayo yalitoa nafasi kubwa ya Injili na udhalimu ulioingia kanisani kwa kifuniko hicho. Madai ya Muhunza ya kwamba amefunuliwa na Mungu, ambayo ni ya kipumbavu, yaliongeza udhalimu. Ukristo wa kweli huongozwa na neno la Mungu, ambalo ndilo kipimo cha kupima madai ya kila namna. Luther aliporudi kutoka Wittenberg, alikamilisha kazi yake ya kutafsiri Agano Jipya na Injili katika lugha ya Kijerumani, na mara baadaye watu wa Ujerumani wakapata neno la Mungu katika lugha yao. Tafsiri hii ilipokelewa kwa shangwe kuu na watu wote walioipenda kweli. Sasa makasisi walishindwa kwa watu wa kawaida wangeweza kuusoma ukweli na kujadili pamoja nao, tena kwamba wangefahamu mambo na kuung'amua ujanja wao wa kujiunga na udanganyifu wao. Roma aliwakutanisha wakuu wake wote ili wachukue hatua ya kuzuia Agano Jipya lisitolewe kwa watu. Lakini kadri alivyozuia maandiko matakatifu yasisomwe, ndivyo hamu ya watu ilivyoamshwa ili wachunguze na kuona ukweli ulivyo. Watu wote waliojua kusoma walinunua na kusoma na kukariri mafungo moyoni kwa wingi. Mara moja Luther alianza kutafsiri Agano la Kale. Maandiko ya Luther yalipokelewa mjini na mashambani, katika nyumba za watu. Luther na rafiki zake walipomaliza sehemu fulani, wengine waliichukua na kueneza kwa watu. Watu walikubali upigaji marufuku wa vitabu hivi katika nyumba za watawa, lakini walivizuia vitabu vya Luther na rafiki zake. Ingawa wenyewe hawakuweza kueleza maandiko matakatifu kwa usahihi, mwisho wa Ujerumani ilifunikwa na jeshi hili la wauza vitabu. Mafunzo ya Biblia popote. Wakati wa usiku, walimu wa skuli waliosomea vikundi vya watu vilivyokusanyika vikiwa kando ya moto wa jioni. Kwa njia mbalimbali watu waliongelewa kufafanua maneno yako kwa tia nuru kumfahamisha mjinga. Zaburi sura ya 119 mstari wa 130. Wafuasi wa Roma, mapadri, makasisi wote waliitwa ili kila mmoja awe tayari kukanusha mafundisho haya mapya. Lakini wakiwa gizani kabisa kukanusha mafundisho haya mapya bila ujuzi wowote wa Biblia, walishindwa kukanusha ukweli huu. Mkatoliki mmoja aliandika akiwa na masikitiko, Luther amewashawishi wafuasi wake wasiamini kitu kingine ila maandiko matakatifu peke yake. Watu mamia waliweza kukusanyika ili kumsikiliza mtu wa kawaida tu asiye na elimu ya juu akiwahubiri. Aibu kubwa iliwapata watu maarufu walipojiana na watu wadogo waliona ukweli wa neno la Mungu na kushinda vibaya. Vibarua, askari, wanawake, hata na watoto walifahamu Biblia kuliko makasisi na wataalamu. Vijana wenye mawazo mazuri walijitoa kujifunza Biblia, wakichunguza maandiko na sehemu mbalimbali za Biblia ili wazoee na mafungo mbalimbali. Vijana hao walikuwa elekevu sana na mioyo yao ikizingatia maneno mengi ya maandiko. Hata haikuwezekana kuwashinda. Watu waligundua katika mafundisho mapya haya mambo yake ambayo mafunzo ya Roma hayakuweza kuwatisholeza. Nao waliyatupilia mbali maneno yale ya Roma ambayo yalikuwa ya bure, yaliyojengwa kwa hadithi za binadamu. Wakati mateso yalipotokea juu ya walimu hao wa kweli, hawakuyajali ila walishikilia neno la Mungu. Watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine. Mathayo sura ya 10 mstari wa 23. Basi wakimbizi hawa wakapata mahali fulani wenye huruma, wakawapatia msaada, na hao wakaendelea kumhubiri Kristo. Mahubiri yao pengine yalifanywa nyumbani au kanisani au uwanjani. Ukweli ukaenea kwa nguvu ya ajabu. Wakuu na watawala walijitia kuwatesa, kuwafunga, kuwachoma moto, lakini yote ilikuwa kazi bure. Watu maelfu walifunga maisha yao kwa damu zao wenyewe, walakini mateso yalizidi kueneza Injili tu. Wale watu wapotovu ambao shetani waliwaingiza ndani walidhihirisha tu na kupambanua ukweli wa Mungu na uongo wa shetani.